Hujambo na uwarigani mtazamaji wa The Rain Media. Tunahakikisha kuwa tunakuhabarisha kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Irani yatangaza kuvunjika makubaliano na Marekani. Na mpaka sasa makubaliano yao bado ngoma ni ngumu. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani anayeshughulikia masuala ya kisheria, Kazim Garibadari, amesema makubaliano yaliyokuwa yakitajwa kati ya Tehran na Washington hayana tena uhalali baada ya mashambulizi mapya ya Marekani kuzidisha mvutano kati ya pande hizo. Kauli hiyo imefuatia mashambulizi ya Marekani katika maeneo ya kusini mwa Irani, huku kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ikitangaza kurejesha kizuizi cha majini dhidi ya bandari za Irani. Baada ya mashambulizi hayo, mlipuko iliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Irani, hali iliongeza wasiwasi na kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Ghuba. Kwa upande wake, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kwa kushirikiana na jeshi la Irani lilitangaza kufanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait, Bahrain na Jordan kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Hatua hizo zimezidisha mzozo kati ya Irani na Marekani, huku kila upande ukiendelea kuchukua hatua za kijeshi zinazoongeza hofu ya kuenea kwa mapigano katika Mashariki ya Kati. Na mpaka sasa, wadau na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa endapo vita ya Marekani na Irani itaendelea katika Mashariki ya Kati, basi huenda ikazalisha vitu vikubwa zaidi, ikiwemo kupanda kwa bei zaidi ya mafuta duniani, ambapo mpaka sasa rekodi na taarifa zinaonyesha kuwa kupanda kwa pipa moja kutoka dola 70 mpaka 84 ni hali ambayo sio ya kawaida, huku Afrika Mashariki, nchi ya Kenya ikiendelea kupitia wakati mgumu kwa kupanda bei ya mafuta duniani. Endelea kwa nasi The Rain Media kwa taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania, na utazidi kuwa kwanza kupata habari zetu ukibonyeza alama ya kengele. Hii ni The Rain Media.